usuluhishi wa migogoro kwa njia mbadala una faida kubwa sana, hasa eneo la kuokoa gharama ya kutatua huo mgogoro, lakini pia kwenye umuhimu wa kiuchumi, kwa maana ya utekelezaji wa suluhu iliyopatikana kwa njia mbadala siku zote ni rahisi na hutumia muda mfupi, tofauti na suluhu zinazopatikana kwa njia za kimahakama. Kwa nini? Kwa sababu mara nyingi utekelezaji wa suluhu kwa njia mbadala inapatikana kwanza kwa maridhiano au kwa maelewano baina ya wadawa au watu wanaodaiana. Kwa hiyo ni faida kubwa sana, lakini huku ukija kwa njia za mbadala kuna uwezekano wa hali ya juu wa kutunza mahusiano hata baada ya kumalizika kwa mgogoro. Kwa nini? Kwa sababu katika usuluhishi wa njia mbadala huwa tunasema ni njia za kushughulikia kutokukubaliana kwa kukubaliana. Sasa ukichukua tu hiyo sentensi yenyewe utakuta katika kila hatua ya kuelekea kutatua mgogoro, pande zote mbili zinakuwa zinatafuta suluhu katika kila hatua. Kwa hiyo mpaka mwisho, hatua ya mwisho wa kusema kitu gani kifanyike kinatekelezeka kwa urahisi. Kwa hiyo TIAB au Tanzania Youth Arbitrators, nafasi yake katika jamii imekuwa ni kubwa sana, hasa kutoa elimu, lakini pia kutoa huduma za usimamizi wa wataalamu wanaokuwa wanashughulikia hiyo migogoro kwa njia mbadala. Mpaka sasa tuna migogoro ambayo ni ya ndani iko kama 336, na hii 336 sio kama iko TIAB peke yake, hapana. Mingine iko kwenye taasisi ya NCC, mingine iko TIAB, mingine iko kwenye Ad Hoc Tribunal. Lakini kwa mwaka, tuseme kwa mwaka huu wa fedha, tumepokea mashauri ambayo ni mapya 37 ambayo ni mapya kwa mwaka huu wa fedha ambao tumeenda kumaliza tarehe 30 Juni mwaka 2026. Na mashauri haya mengi yamekuwa yakiisha kwa njia za kusikilizwa labda na TIAB, mengine tumekuwa tukiyafanyia tunayamaliza kwa njia ya majadiliano. Pale inapotokea nimeona kwamba kwenye hili shauri kweli mzabuni au mkandarasi ana haki, kwa hiyo tumekuwa wepesi wa kufanya majadiliano. Ukija kwenye umalizaji wa mashauri kwa mwaka huu wa fedha, almost tumemaliza mashauri yapatayo 17 ambao tumeyamaliza kwa njia ya usuluhishi. Mengine yalikuwa yako TIAB, mengine yako NCC. Na mashauri yanapoisha sasa, yale ni kwamba tunakuwa tumeokoa fedha ya serikali.